Karibu Tabora, karibu Toronto. Bwana asifiwe. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, alilazimu kumwacha kwa siri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Hapa tunamuona Yusufu. Yusufu alikuwa ni mtu wa haki. Yusufu alikuwa mnyenyekevu. Yusufu alivuta subira. Mke wake alionekana na mimba, lakini akanyamaza kimya kwanza aone kinachoendelea. Alikuwa ni mtu wa haki. Maandiko yanasema hivyo. Hakutaka kumwaibisha. Kama ungekuwa wengine kwa nyakati hizi, labda angeanza kumtangaza, akaanza kusema kwamba sasa huyu binti labda nimwache tu, kwa sababu anaonekana na mimba, basi nitamwacha. Lakini yeye anyamaza kimya. Baadaye maandiko yanasema kwamba Roho Mtakatifu alimujia akamwambia, usihofu, huyo ni mkewe, utamchukua. Na tumewaona mabinti wengine akishachumbiwa basi anatolewa mahali. Vijana wa siku hizi lazima tu basi watafungisha, mchungaji atafungisha ndoa ya watu watatu. Hawana subira. Mabinti wa siku hizi wamekata tamaa. Mabinti wa siku hizi basi, Bwana Yesu asifiwe. Mabinti wa siku hizi yani ni kama wameshakata tamaa. Wamejiachilia. Wamechukua waume za watu. Na hapa sasa wanaomba, mchungaji niombee, fulani niombee ili nipate mume. Sangapi utapata mume? Hauwezi kupata mume kwa sababu unamuuliza yule mama ambaye mume wake umemchukua. Ataanza kusononeka, sononeko. Bwana tuhurumie. Siku moja nilikwenda saruni. Nilipokwenda saruni nikafika pale nikakaa, kabla sijahudumiwa kaingia binti mmoja. Yaani mavazi yale yanishangaza, nikaanza kusema huyu naye mbona nimekuja nimevaa skin tight? Ni shida ni nini? Wenzangu akaniambia, wewe asikusikilize, asikusikie. Kwa sababu yani ni kwamba ni kama wameshachanganyikiwa. Wanavaa skin tight, hata watu wazima wanatembea tu mtaani. Sasa mabinti wengine wanaangalia kwenye mtandao, wakati mwingine wana download kuangalia hao wenzetu wa nchi za nje wanavaaje. Sasa ukikuta amevaa labda ni nguo za kulalia au ni nguo za klabu, nguo za ukumbini, basi yeye anavaa. Lakini hawaogopi sasa madhabahu. Madhabahu hii ni ya kuogopwa. Siku moja akaja binti mmoja, yani ni kama ni pepo, haelewi kinachoendelea. Akaja na nguo ambayo ni ajabu, akafika akakaa mbele. Alivyokaa mbele ni kama alifunuliwa, yani akaona kwamba akiangalia watumishi ni kama wanamuangalia. Akachukua mtoto alikuwa karibu, akamweka mbele. Akaona yani haitafaa, akachukua kinyamkoba akaweka mbele. Akaona yani haitoshi, yani ni kama wanamuona. Basi alikaa kwa shida sana. Lakini ametoka nyumbani, ile nguo anaiona vizuri. Alipofika hapa akaona hii nguo mbona iko hivi, akaanza kuona aibu. Lakini ibada ilipoisha alitoka haraka sana, alitoka mbio. Madhabahu hii ni madhabahu ya kuogopwa. Kanga wengine wakiingia madhabahuni yani mtu mpaka anatetemeka. Lakini watu hawajali, lakini watu hawaoni. Wanakuja na nguo za ajabu. Ni mahali pa kuogopwa. Mimi ni huwa nawapenda wa high church. Huwa wana mavazi yao, kwa mfano kama kwaya. Hawavai za ajabu, wanavaa yani sare moja tu. Ni sare yao wanakuwa wanabadilisha. Kuna nguo nyekundu, kuna nguo za aina nyingine, za light blue. Wanakuja nazo, lakini sisi tumekengeuka.
Wamama mpo? Wamama nao wamedharau waume zao. Wanandoa mpo? Kisha enda kwenye kikoba huko, akipata hela zake mume yani anaona si kitu, anamdharau yani kama nini. Akienda huko atashinda huko, atasahau hata kupika, mume atashinda na njaa, bado atakwenda kwa mmantilie. Wamama mmesababisha wababa wale kwa mmantilie, kwa sababu utakupika saa ngapi? Huko dada nilikwenda hivi na hivi, fulani ulimuona, hata watoto huna nafasi ya kuangalia watoto. Watoto wamekula, mme amekula, wapi? Ni huko tu. Sasa kama mme hana kipato, basi ndio kabisa. Akija anakuta mama ameshapika, kala na watoto, kamaliza kabisa, kaosha na vyombo, anawaambia osheni vyombo, anaosha. Akija, jamani, mama fulani kuna chochote? Hamna. Kwani ulileta mboga? Sikuleta. Hukuleta mboga, ningefanyaje? Kwa hiyo hawana huruma na waume zao, wameshakata tamaa. Lakini kisha wakatisha tamaa tena, wababa hawako karibu na wamama. Wanandoa hawako karibu, wakati wote ni simu, ni kuperuzi tu mpaka usiku. Hana nafasi ya kuongea na mama, ni mtandao tu. Mpira sasa, ukiwa siku ya mpira, basi atakwenda kwenye vibanda umiza huko, atarudi usiku. Mama atakuwa amepika kaudari kake kamekaukia kwenye hotipoti, sanga atakuja kukala, akija ni kulala tu. Mama mmoja alinishirikisha akasema, jamani, mimi mume wangu hali nyumbani hata siku moja. Sasa nikamwambia, kwa nini hali? Akasema, hali chakula nyumbani. Sasa hali kwa sababu gani? Labda unachelewa kupika, inakuwaje? Akasema, mimi nawahi. Kumbe wamama wakati mwingine mnaweza mkakaa mkachelewa kupika, chakula kinaiva saa 10. Sasa yeye anasikia njaa, lazima atakwenda kula kwa mama ntilie. Kwa hiyo wamama tuwe wepesi. Mabinti wengine wanapenda kweli kuolewa, lakini hawawezi hata kumtunza mume, hawajui hata kupika, hawawezi. Kwa hiyo wamama tuwe na mzigo wa kufundisha watoto wetu, lakini wamama hatuna sana mzigo wa kuwafuatilia. Kwa mfano, wamekwenda shuleni watoto, huna nafasi ya kuwafuatilia, ni kwenye kikoba tu. Ujue huyu mtoto kasoma, kaingia darasani, madaftari yake yako wapi? Yani huna time. Sasa nani aangalie hawa watoto? Amekawia kurudi, wewe hujui. Yani wakina mama mzigo wa kuangalia watoto ndio basi. Siku moja mama mmoja kaenda shamba, akalima mpaka saa 10-11. Alikuwa ameacha mboga. Ukatili wa wakina mama sasa. Ameacha mboga hapo, wale watoto wakasikia njaa, wakaanza kuzikomba zile mboga zote, wakala wakamaliza. Alipofika mama sasa anatarajia labda afike na tenga sufuria la ugali, akakuta mboga hamna. Yule mtoto akamshika, akampiga mpaka akapasua mkono, akampasua mkono. Sababu ni nini sasa? Sababu yake ni mama kachelewa kurudi. Bwana tuhurumie wa mama. Siku moja nyumba ile ilikuwa, baba alikuwa ni mtu anayekunywa pombe. Akaja usiku anaimba mama mmoja, mke wake akamsikia yuko naimba, akasema huyu naye kaja anachelewa kila wakati. Akachemsha maji ya moto, akachemsha kweli, akachemka, na hilo ni la kweli. Tena alikuwa jirani yetu kule Urambo Muungano. Akafika yule baba, mama msafu wangu, I love you. I love you mama. Akafika kakaa, maskini ya Mungu, kwenye kigoda. Yuko anaongea, yule mama akachukua ile maji ya moto, akamwagia sehemu za siri, akamwagia, kaungua ile baba. Basi majirani walimchukua kumpeleka hospitali. Wakati wanamshughulikia yule mama alienda, lakini manesi walikuwa wanamtukana kweli. Wanasema, sasa wewe unampenda kweli? Kwa nini ulimwagia maji? Umekuja kufanya nini sasa? Bwana atuhurumie. Wababa nao
hawa wa baba, upendo umesha sasa hivi, ni nyakati za mwisho. Baba mmoja alikuwa na kiruka njia wake, alipostaafu akaenda hela yote akaipeleka kujengea ile kiruka njia wake, yule mchepuko wake akamjengea huko jengo la fahari huko. Yule baba akaugua. Kwanza alikula hela yake akastarehe, na yule mama akaugua sasa kutokana na stresi za kukosa hela. Na yule mama sasa baada ya kukosa hela hakumjali tena, hakumjali kabisa. Yule baba akaugua kawa hoi. Ndugu zake wakapata taarifa. Hili ni jambo la kweli wala sio ya uongo. Wakaenda kumchukua wakampeleka hospitali, lakini mke wake wa ndoa alikuwa yupo tu, maskini ya Mungu, na watoto huko. Baada ya kusikia taarifa kwamba amelazwa ni Tabora hii Kitete, wakasema sasa, mama lazima uje umhudumie. Yule mama akaanza kusita kwanza, sasa niende, mtu alishanitupa miaka, naenda kufanya nini? Si yule mwanamke wake amhudumie. Baadaye huruma ikaja, akaenda kumhudumia. Kwa hiyo wababa, kumbukeni hao wake zenu mmepewa na Mungu. Kwanza unapomwacha, kwanza kile kiapo tu, unapomwacha mkeo, ni mke wako. Hata mbingu zinamtambua kwamba ni mkeo, mbingu zinamtambua. Sasa ukienda huko utarudi tu. Ni vizuri kukaa na mke wako ukampenda. Mpende mke wako. Wakati mwingine wamama wanakwenda huko kwa ajili wamekosa faraja, wa baba ameshatokomea huko, hamna time tena. Na mabinti deukeni, kwa sababu mnaua sana, mnatoa mimba. Fikiri mmebeba mimba miezi 9, mihangaika naye, mara kutapika, mara kufanyaje, lakini kinachotokea unakwenda kumtupa jararani. Kweli hiyo si laana? Hiyo ni laana. Alafu baadaye ukipata mume, ukiacha kuzaa, utamlaumu nani? Wengine huwa hawazai. Wamama mpo, simameni imara, ni nyakati za mwisho. Mitandao inasema huko nje wanaume wameamua kuoana wao kwa wao, na bahati nzuri tunakwenda, unamuona mwanaume yeye amevaa sketi, lakini wanaume wanajulikana. Atajulikana kwanza tembea yake, mabega, yaani utamjua tu. Sasa yule baba kaja akasema, unaona nilivyopendeza, nimepaka rangi. Nikasema sawa, umependeza kweli. Akasema mimi jina langu naitwa Jennifer. Nikasema sawa, lakini ukimwangalia yani ni mwanaume. Huko wameamua kusema sasa Mungu hakuniumba mimi, amekosea Mungu. Mimi nataka kuwa mwanamke. Basi anakwenda kubadili jinsia, anabatizwa, anajifanya ni mwanamke, lakini kwa kweli sio mwanamke. Alafu wale wanaojua wakikutania vyooni huko, wale wadada hawapendi waingie kama wao, maana wao wanasema ni wanawake, lakini sio wanawake. Bwana atuhurumie na tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru, mfalme wa amani, tukisema asante kwa kuwa wewe ni mwema. Asante kwa kutuletea mwana. Mungu, wewe ni Mungu mwaminifu kwetu, wewe unatupenda. Tunaomba Mungu utupe kupona, tuweze kupona, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Karibu Tabora, karibu Toronto.